Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno tunakuja pamoja, tunafungua neno la Mungu, tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Tunajua kwamba tukilisoma ile neno la Mungu linatutakasa. Ndivyo ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwenye ile sala yake kwenye Injili ya Yohana 17:17, anasema takase kwa ile kweli. Neno hili, neno lako ndio kweli. Hivyo basi, karibuni tutakasike. Tufungue neno kwenda kwenye kitabu cha Hagai. Nabii Hagai yuko anaongea na kina Zerubbabel na Joshua the high priest na wana wa Israeli baada ya kupewa maagizo ya kwenda kujenga hekalu la Mungu huko Israeli. Lakini ikatokea kwamba kuna maadui wamesimama kudhibiti kazi ya Mungu. Kina Hagai na Zakaria wanapewa neno kutoka kwa Mungu, wanapewa unabii kutoka kwa Mungu kuja kuwatia moyo wana wa Mungu. Na mpaka hapo nadhani tayari tunaona kazi ya watu wa Mungu ni nini. Kuna sehemu mbalimbali za watu wa Mungu ambao wanatakiwa kufanya kazi. Sehemu moja wapo ni kuwatia moyo wale waumini, kutia moyo watu wa Mungu kuweza kufanya kazi ya Mungu. Hivyo basi labda hapo inaweza kuwa ni challenge kwako. Leo wewe unamtia moyo nani kufanya kazi ambayo Mungu amempa? Kwenye episode iliyoisha tuliangalia jinsi ambavyo Mungu baada ya kuahidi kwamba mimi nitakuwa nanyi na kulingana na ile agano ambayo niliweka, roho wangu atakuwa nanyi. Alafu anasema kwenye muda mchache unaokuja nitatikisa mbingu, nitatikisa ulimwengu. Anasema nitatikisa mataifa yatakuja kunifuata. Hicho ndicho ambacho tunakiona Yesu anakuja kufanya. Kwamba baada ya kazi yake pale msalabani, baada ya kuishi maisha matakatifu na kwenda kufa pale msalabani kama mtenda dhambi, na kuzikwa na kukaa na kufa na kutokuwepo kwa hizo siku tatu na kufufuka ile siku ya tatu ile Jumapili, akaja kuambia wale wanafunzi wake kwamba enendeni kwenye mataifa yote. Hichi ndicho ambacho Hagai anaonyeshwa, kwamba the nations shall come. Kwa Injili inavyoenda kwenye mataifa, the nations, mataifa, wale ambao wa Yunani, wale ambao walikuwa sio wana wa Israeli, na wenyewe wanaletwa kwenye hii fold, wanaletwa kwenye hili zizi la wale kondoo wa Mungu. Tunaangalia sasa hivi mstari wa 8. Mstari wa 8 unasema the silver is mine, Mungu anasema, and the gold is mine, saith the Lord. The silver is mine and the gold is mine. Hizi silver na gold, dhahabu na shaba zote ni zangu. Ndio Mungu anasema hivyo. Kwa nini anasema hivi? Tuangalie mstari wa 9. Mstari wa 9 anasema the glory of this later house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place I will give peace, saith the Lord of hosts. Kwa nini anasema kwamba dhahabu na shaba vyote ni vyangu? Ni kwa sababu ukiangalia kwenye ile hekalu la kwanza ambalo alitengeneza Suleimani, Daudi kabla ya kufa alimsaidia kukusanya mali za kila aina, dhahabu na gems za kila aina kwa ajili ya kuandaa ujenzi wa ile hekalu. Mtoto wake Suleimani alipokuja alikuwa amepewa hiyo neema ya kumjengea Mungu nyumba, ya kujenga hekalu. Kwa hiyo Suleiman akajenga hekalu. Na lile hekalu, tukiangalia description ya lile hekalu lilikuwa magnificent, lilikuwa awesome, lilikuwa linapendeza, lilikuwa lina mawe ya thamani ya kila aina, lilikuwa lina dhahabu, lilikuwa lina shaba, lilikuwa lina bronze, lilikuwa lina all kinds of jewelries, of beautiful things. Hivyo vyote walitengeneza kulingana na ile picha ambayo Musa alionyeshwa mbinguni kwamba linafananaje kule juu mbinguni. Alafu akaja akatengeneza mfano wa hekalu la mbinguni. Akatengeneza huo mfano hapa ulimwenguni. Kwa hiyo Mungu akisema the gold is mine, dhahabu ni zangu, na silver is mine, anasema ule utukufu ambao mlikuwa mnauangalia kule, kile kitu ambacho mlikuwa mkiangalia, ile hekalu la zamani mlikuwa mnaangalia, ni langu. And so kama lile lilikuwa ni langu, kwa nini nyinyi sasa hivi muwe na wasiwasi kwamba mtakachokifanya kitakuwa ni dhaifu, au kitakuwa ni kidogo, au kitakuwa hakina thamani kama kile kitu cha kwanza? Anachohakikishia hapa ni kwamba ile kazi ya mwanzo ilikuwa ni yangu na hii kazi ya sasa hivi ni yangu. Kwa hiyo promise nyingine inakuja. Inawaambia kwamba utukufu huu wa sasa hivi, au utukufu wa hili hekalu ambalo linafuata, itakuwa ni bora zaidi kuliko utukufu wa lile hekalu la mwanzo. Which is unthinkable, kwa sababu tukisoma kwenye Nehemia, wale watu wana wa Israeli walikuwa wanatoka Babylon wanarudi Yerusalemu, walivyoona
lile hekalu limebomolewa, wakaanza kulia, wakaanza yani wakafika sehemu yani ya kusononeka na kusikitika na kuwa na majonzi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa nafahamu lile hekalu lilivyokuwa lile la zamani. Lilikuwa ni glorious, magnificent, na ilikuwa ni ishara kwamba Mungu yupo nasi. Sasa hivi tunaonyeshwa kwamba Mungu anasema msio na wasiwasi, mimi bado niko na nyinyi. Yeah? And this follows immediately baada ya yeye kuahidi kwamba mfanyeni kazi, mimi nitakuwa na nyinyi, Roho wangu atakuwa na nyinyi, nitatikisa mbingu, nitatikisa nchi, na mimi nitakuwa na nyinyi. Kwa hiyo anawaambia kwamba and this place I will give peace, says the Lord. Sema nitawapa amani. Nitawapa amani. Unaweza kuwatafakari wale wajenzi na wale kina Zerubbabel na Joshua ambao wamezuiliwa kufanya kazi kwa vitisho vya kifo. Msifanye kazi ya Mungu, msifanye kazi ya Mungu. Alafu Mungu anawaambia msiofu, utukufu wa hili hekalu jipya litakuwa greater than utukufu wa ile hekalu la kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hekalu hili jipya linakuja kwenye kipindi ambacho Mungu mwenyewe anakuja kushuka, anavaa nyama, anakuwa ni Yesu Kristo huyu. Anakuwa ni mwanadamu kama sisi, anaishi pamoja na sisi. Utukufu wa Yesu ni mkuu kuliko ule utukufu wa Suleiman na hekalu lake. Tunaiona hiyo. Yesu mwenyewe anasema kwamba someone greater than Solomon is here. Mtu ambaye ni mkuu kuliko Suleimani amekuja. Mtu ambaye ni mkuu kuliko Sabato amekuja. Mtu ambaye ni mkuu kuliko Yona amekuja. Yesu mwenyewe ndiye alikuwa anasema hayo maneno. Kwa hiyo anasema kwamba mtakuwa na amani. Hii ni ahadi nyingine. Anaambiwa kwamba endeleeni na kazi. Kazi nimewapa, endeleeni. Mimi kuna kitu nitafanya. Kitafanya kwamba utukufu wa sasa hivi, utukufu ambao unakuja, utakuwa ni mkuu kuliko utukufu ule ambao ulipita. Unaweza kuwa unanisikiliza hapa, unafikiria utukufu, Yesu, ni mambo gani? Wenda hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wenda hauko kwenye hiyo sehemu ya kuona kwamba utukufu wa Yesu Kristo ni mkuu kuliko utukufu wa haya mahekalu na majengo na makanisa na misikiti na mahekalu mengine mbalimbali ya kwenye dini za ulimwengu huu. Hebu nikwambie sasa hivi, utukufu wa Yesu ni mkuu kuliko kitu chochote ambacho kimetengenezwa na mikono ya mwanadamu. Huo utukufu unaweza kukutoa wewe mtenda dhambi, wewe mtu ambaye umemwasi Mungu, wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo, kutoka kwenye nchi ya utumwa, kwenye utumwa wa dhambi zako, kwenye utumwa ambapo unasubiria hukumu ya Mungu kuja kushuka juu yako kwenye zile siku za mwisho, pale ambapo utasimama bila mtetezi. Hivyo basi nakukaribisha umpokee huyu mtetezi, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atasimama mbele yako ile siku ya hukumu na kusema kwamba huyu aliniamini mimi, na kwa sababu aliniamini mimi, basi judge, hukumu matendo yangu mimi. Matendo yangu mimi, anasema, alikuwa hana dhambi. Kwa Mungu akikuangalia wewe kama muamini Yesu Kristo, wewe unakuwa unaonekana kama umeishi maisha ya Kristo na umekufa kifo cha Kristo. Muamini Yesu leo upate uzima wa milele. Amen.